Chumvi imezidi maji na maji yamezidi chumvi. Matukio haya yakitokea katika mwili wako, ndani ya sekunde tu unapoteza maisha. Chumvi ni adui yako, lakini kipenzi cha mwili. Ndiyo somo la leo. Cristiano Ronaldo baada ya kunywa maji hufanya hivi. Unajua ni kwa nini? Somo hili linakuhusu. Sija kusahau wewe, kokote unakoenda una maji, daktari kakuzuia usilale flati, weka miguu juu damu iweze kurudi. Somo hili linakuhusu. Dorini, si nilikukataza usiweke chumvi kabisa? Hii chakula kimenishinda. Somo hili linakuhusu. Uliona kwamba 60% ya mwili wako ni maji, nikimaanisha kwamba mwili wako una jumla ya lita 42 za maji. Lita hizi zimehifadhiwa ndani ya mishipa ya damu, nje ya mishipa ya damu na ndani ya seli za mwili. Ndani ya seli za mwili kuna takriban lita 28 za maji. Nje ya mishipa ya damu kuna takriban lita 10.5 na ndani ya mishipa ya damu kuna takriban lita 3.5. Kuna kitu kinaitwa osmotic gradient, ni kiwango cha madini kilichopo ndani ya mishipa ya damu, nje ya mishipa ya damu na ndani ya seli za mwili. Pia huitwa ionic concentration. Aina hizi za madini zimegawanywa katika makundi mawili. Aina ya madini ambayo ni positive charged, alafu na aina ya madini ambayo ni negative charged. Positive charge ni sodium, calcium, magnesium na potassium. Haya madini huwa yanahakikisha maji yanakuwa katika mgawanyo sahihi katika compartment hizo tatu. Lakini aina nyingine ni chloride na bicarbonate. Hizi ni negative charged compound ambazo pia husaidia kuhakikisha kwamba maji yanabaki katika kiwango sawa. Vitu vingine ni plasma protein. Unaweza ukashangaa kwa nini damu huwa maji yaliyoko katika mishipa ya damu hayahami. Hayahami kwa sababu ya kitu kinaitwa plasma protein. Ni aina ya protein ambazo zinaitwa albumin ambao hutengenezwa na ini kuhakikisha kwamba maji yaliyoko katika mishipa ya damu hayahami. Kisinia hiki ni mfano wa mwili wa binadamu na huu ni mshipa ya damu. Maji yaliyoko katika kila mshipa ya damu huitwa intravesicular fluid. Ukijumlisha maji yote yanayotembea ndani ya mishipa ya damu ni takriban lita 3.5, ni makadirio tu. Na maji ambayo yako ndani ya seli za binadamu, seli ndo hizi tunazozishika, ni takriban bilioni 700 ya seli ndizo hutengeneza mwili wa binadamu. Maji yaliyoko katika seli zako tukiyajumlisha yote ni takriban lita 28. Maji haya huitwa intracellular fluid. Na kuna aina ya maji ambayo hayapatikani ndani ya seli, nikimaanisha yanapatikana nje ya seli. Alafu hayapatikani ndani ya mishipa ya damu, nikimaanisha yanapatikana nje ya mishipa ya damu. Yanaitwa interstitial fluid. Ni haya maji ambayo nayakamata, ni takriban lita 10.5. Ukijumlisha maji yote kwa mtu ambaye ana uzito wa kilo 70 na ana urefu sawa, yani BMI yake ni normal, ni takriban lita 42. Sasa wewe ambaye una kilo ndogo, unajuaje kama wewe una maji kiasi gani katika mwili wako? Chukua 60% ya uzito wako ndo kiasi cha maji ambacho unakadiriwa unacho mwilini mwako. Tumejifunza ionic concentration au osmotic gradient. Ni madini ambayo huhakikisha mgawanyo wa maji upo katika kiwango sahihi. Tuanze na madini ya sodium. Haya ni madini ambayo yapo katika kiwango cha juu nje ya cell. Madini haya yanapatikana kwa wingi kwenye interstitial, yanapatikana kwa wingi pia kwenye mishipa ya damu. Alafu kuna madini yanaitwa potassium. Madini haya yanapatikana kwa wingi ndani ya cell. Ndani ya seli ndo kuna madini mengi ya potassium na ndio huhakikisha kwamba maji yako katika kiwango kinachotakiwa ambao ni takriban lita 28. Halafu kuna kitu kinaitwa albumin. Albumin ni plasma protein. Plasma protein pamoja na sodium ndio huhakikisha kwamba damu ni nzito, maji hayatoki katika mishipa ya damu yakakusababishia wewe kuvimba. Chumvi inatuhumiwa sana kuleta maradhi katika mwili wako. Kitu ambacho haukijui ni kwamba katika mwili wako kiwango cha sukari ambacho kinatakiwa kiwepo muda wote kuendesha mwili wako huwa ni kidogo ukilinganisha na kiasi cha madini chumvi ambacho huhitajika kuendesha mwili wako muda wote. Twende ubaoni ni kuonyeshe kiasi cha chumvi katika lita 5 za damu.
Table salt, ile chumvi ya mezani, ni muunganiko wa sodium na chloride. Kiwango salama cha madini ya sodium katika damu, hiki ni kiwango ambacho daktari atachukua sampuli yako ya damu, atakupima. Akisha kupima, atakwambia kwamba ni 140 milliequivalent per liter. 140 milliequivalent per liter ni sawa na 140 millimole per liter, kwa sababu 1 milliequivalent per liter ni sawa na 1 millimole per liter mathematically. Sasa hapa hii 140 ni per liter. Tunataka tupate katika lita 5 za damu. Binadamu anakadiriwa kuwa roughly na lita 5 za damu. Sasa 1 liter ni 140 millimole per liter. Alafu je, kwenye lita 5 tutapata millimole 700 millimole of sodium katika lita 5. Tuzibadilishe hizo millimole hizi 700 ambazo ziko katika lita 5 za damu ziende katika mole. 1 mole ni sawa na 1000 millimole. Alafu je, millimole 700 ni sawa na mole ngapi? Utapata mole 0.7 katika lita 5 za damu. Kwa lugha nyingine ni kwamba daktari akikwambia kiwango cha madini ya sodium ni 140 milliequivalent per liter, ni sawa na kukuambia 140 millimole per liter. Ni sawa na kukuambia 700 millimole per liter katika 5 liter of damu yako. Alafu ni sawa na kukuambia ni 0.7 mole per 5 liter. Sasa tubadili hiki kiwango kwenda kwenye gramu ili tujue ndani ya mwili wako katika lita 5 za damu kuna gramu ngapi za sodium. Tunachokifanya, rudi katika periodic table, hiyo table unayoiona hapo. Sasa katika periodic table, sodium ina molecular weight 23 gram per mole. Mathematically 1 mole of sodium ni sawa na 23 gram. Je, 0.7 mole of sodium ni sawa na gramu ngapi? Ni sawa na gramu 16. Ina maana kiwango cha madini ya sodium katika lita 5 za damu ni sawa na gramu 16. Ulikuwa unalijua hilo? Rejea katika periodic table hii hapo. Table salt inatengenezwa na sodium chloride. Tutafute molecular weight ya sodium chloride ni 23 kujumlisha 35 ni sawa na 58 gram per mole. Lengo letu tunataka tujue 140 milliequivalent per liter ni sawa na kiasi gani cha ile chumvi tunaotumia mezani. Twende. 23 gram is equivalent to 58 gram of sodium chloride. Je, 1 gram sawa na kiasi gani? Unazidisha hapo na kugawa, unapata 2.5 gram of sodium chloride. Kama 1 gram of sodium inakupa 2.5 gram of sodium chloride, je, 16 gram of sodium, hizi gram of sodium tulizozipata itakupa gramu ngapi? Gramu 40 ya sodium chloride. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba daktari anapokuambia kiwango cha madini ya sodium katika mwili wako ni 140 milliequivalent per liter, ni sawa na kukwambia ni 40 grams of sodium chloride katika lita 5 za damu. Sasa tubadili hii 40 grams za sodium chloride katika lita 5 za damu. 1 teaspoon kama ni sawa na 5 gram. Je, gramu 40 sawa na vijiko vingapi? Sawa na vijiko 8. Haina maana ya kwamba unatakiwa kula chumvi vijiko 8, lakini nataka kukuambia kwamba madini ya chumvi katika mwili wa binadamu ni mengi kuliko kiwango cha sukari katika damu yako yote. Hili ndilo watu wengi hawajui. Wanazidi tu kuisiliba chumvi kwa ubaya, hawajui umuhimu mkubwa ambao chumvi inafanya mwilini. Kiasi cha chumvi kwa siku unatakiwa usizidishe kiasi cha 5 gram of sodium chloride per day. Kijiko kamoja usizidishe, yani ukijumlisha vyakula vyote unavyokula. Na kizuri zaidi, chumvi huwa haina addiction, haileti uraibu. Chumvi ukizidisha hauwezi ukakila hicho chakula. Kwa hiyo ni vigumu sana kuzidisha chumvi. Vyakula unavyokula huchangia pia madini chumvi katika mwili wako. Shughuli unazofanya huchangia pia uhitaji mkubwa wa madini chumvi katika mwili wako. Maradhi ulionayo yanaweza kukusababishia pia uweze kupewa miiko katika kiwango cha chumvi unachotumia.
kiasi cha maji unachokunywa yanaweza kukufanya uhitaji madini chumvi kwa wingi zaidi, lakini zingatia kiwango cha chini ya gramu 5 kwa siku. Share video hii na watu wengi zaidi waweze kujifunza somo hili. Kama ni gumu, save, sikiliza mara nyingi zaidi, fuatilia hizi hesabu, nina uhakika utatoboa. Share.